Kwa nini kila wakati unapokutana na mimi unatoa pete? Na pete hiyo huwa ina uzito gani hasa ukiwa nyumbani kwako? Unaiangalia ukiwa unikumbuka mimi au unaiangalia ukiwa unakumbuka unachoma moto kiapo ulichokitoa pale madhabahuni? Sauda, pete ni ushahidi tu usiokuwa na ukweli ndani yake. Na pete huwa ina nafasi mimi nikiwa nyumbani, lakini hapa haina nafasi. Alafu, ni kwa nini unabeba pete kama mzigo? Achana nayo basi. Ibaki tu kuwasili kati yangu mimi na wewe. Kuna wakati huwa nakuonea wivu, kwa sababu nafsi yako inaweza kubeba vipande viwili viwili na vyote vikiwa vinapumua. Halo. Nisikilize Gumbwa. Sitaki ushahidi wowote ubaki. Katoto, nilikwambia tangu mapema. Kale nikapanya kadogo kabisa. Hata kakuhitaji sumu. Kazi yako imeshaisha. Naomba utume kama tulivyoahidiana. Na kama uamini, nipo tayari kukupeleka ukajione mwenyewe. Kama nashitatoweka, hakuna atakayeweza kutenganisha siri yangu mimi na Salim. Tumeelewana? Nahitaji pesa yangu sasa hivi. Sara, nimesikia umemfukuza Kobelo kama kuku mwenye mdondo. Hivi unanifanya mimi mjinga, si ndio? Yaani umemfukuza yeye ili unitumie mimi kama daraja ya shida zako. Gumbwa, hauna sifa ya kuwa daraja. Wewe ni shimo ambalo kila mtu analiogopa. Ninachokifanya mimi na Kobelo, wewe hakikuhusu hata kidogo. Baki kwenye ulevu wako wa mawazo. Sitaki unizoee. Baki na mambo yako. Ya kwangu niachie mwenyewe. Nadhani umenielewa. Kila siku ulevi, neno ni hilo hilo kutoka kwako. Sara, punguza makasiriko. Unajua nini? Ili usipotee, unahitaji mwenyeji ambaye atakuwekeza njia. Lakini vivi, ugenini lazima upotee. Naweza nisiulize mwenyeji na nikafika. Baki na maisha yako, nibaki na maisha yangu. Sara, tambua kwamba unanihitaji mimi. Na mimi nakuhitaji wewe. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo. Kwa nini kila wakati unapokutana na mimi unatoa pete? Na pete hiyo huwa ina uzito gani hasa ukiwa nyumbani kwako? Unaiangalia ukiwa unikumbuka mimi au unaiangalia ukiwa unakumbuka unachoma moto kiapo ulichokitoa pale madhabahuni? Sauda, pete ni ushahidi tu usiokuwa na ukweli ndani yake. Na pete huwa ina nafasi mimi nikiwa nyumbani, lakini hapa haina nafasi. Alafu, ni kwa nini unabeba pete kama mzigo? Achana nayo basi. Ibaki tu kuwasili kati yangu mimi na wewe. Kuna wakati huwa nakuonea wivu, kwa sababu nafsi yako inaweza kubeba vipande viwili viwili na vyote vikiwa vinapumua. Mimi siwezi. Salim, ukiondoka kwangu, ni nini hasa utakumbuka kutoka kwangu? Uwaga nabaki na vitu vingi sana usivyovijua. Kwanza,
huwa nabaki na harufu yako nzuri kwenye ngozi yangu. Lakini pili, huwa inabaki sauti yako tamu kwenye masikio yangu. Inakuwa kama wimbo mzuri unaokuwa unajirudia kwenye masikio yangu. Na kingine, mi hata nikiwa nyumbani kwangu still nakuwa ni mgeni ambaye mwenyeji wangu ni wewe. Maswali yasiyo na majibu, ukachagua furaha yako juu ya hisia zangu. Nilijitoa. Wewe, msikia. Hobi. Unachofanya uchungulia hapo nini? Kinachofanya uchungulia hapa nini? Hivi mwanamke una akili gani wewe? Sinaongea nawe. Yaani unakaza kuja kuchungulia kwenye dirisha na mwanamke mwenzio. Kwa nini hapa? Hebu niachie kwanza Magamba. Niachie. Magamba, mbona una panic hivi? Yaani mwanamke anakuongopea eti naumwa. Kwa taarifa yako, muda ule nilikuwa mwana kula chips na kuku na kesho hoteli. Unataka kunifikisha mimi na mpenzi wangu hapa, si ndio? Ndio nakuuliza, unataka kunifikisha? Sasa kwa taarifa yako, hakuna mtu anayeweza kusikiliza maneno yako hapa. Unajua uchawi sio paka utumie vise. Hicho unachokifanya ndio uchawi wenyewe hapo. Umeelewa? Na hata kama nanilagai, hata kama nazungushwa kama piala, wewe inakuhusu nini? Hapa hakuna mtu anamshika sikio hapa. Yule ni mtu wangu na nampenda kweli kweli. Saa mimi anihusu. Lakini kaa ukijua mtaa huu hauna sindi. Na mweza kusaida ana mbinu, ila wewe una ulevi. Sasa tusubiri tuone naye ataumbuka. Sawa. Sasa leo katika point tulizoziongea, hii point namba 1 na nimefurahi kweli. Sasa katoto, nisubiri hapa sawa Kuna kazi nataka nikukabidhi, umeelewa? Mimi nisubiri hapa. Baba mimi sio mimi. Haya, tuende. Sasa hivi baada tasifuli tunakuja hapa. Yeye kupe zawadi, sawa? Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo. Subiri hapa. Nikawa kivuli chako kila ulipohitaji Mungu. Unajua Sara, kuna jambo najiuliza sana. Hivi kama siku nikitoka Kiwaraza, utaweza kunistiri kwa nywele za nyuma kweli? Manake jambo lilomfanyia kwa Bero mimi anipa hofu. Na imani kwa siku moja, siku isiyokuwa na jina, lile jambo litarudi kwangu. Sara, naogopa. Inategemeana na utulivu wako. Ukinitumikia vizuri, utakula mema ya nje. Ila ukijifanya mjanja kama Kobelo, kitakulamba. Nitakumenya kama ili embe na kukula nyama yako, kisha ya maganda kuyatupa mbali. Jiangalie sana. Sara, wanasema kwamba zimu likujuaro alikuli kwa kuisha. Lakini wewe, hapa naamini kwamba wewe unaweza kuwa zimu likujuaro, unaweza kumla mtu mpaka mifupa. Sara, nani yupo nyuma yako ambaye anakupa wewe kiburi pamoja na ujeuri? Nahitaji jambo moja la mwisho kabla ya jua hili kuzama. Mfano mkeo akigundua na kukwambia kuwa uchague kati ya kulinda heshima ya familia yako na mapenzi ya mchepuko kama wanavyonitaga hapa mtaani. Ulimwengu haujawahi kunipaga furaha ninayohitaji, bali mimi ndo naye upa ulimwengu maana. Na mimi siwezi nikaiacha Lulu eti kisa ipo katikati ya kokoto. Na wala siwezi nikakuacha wewe kwa sababu ya kelele za watu. Na kingine, wewe sio mchepuko kama ulivyosema au kama ulimwengu unavodai. Wewe ndio maana halisi ya Salim Bey. Au wewe ndio hatima yangu. Basi nitakuamini kuanzia sasa. Mazingira yako yawe imara, kwa sababu mimi sitoweza kustahimili kuona nguzo ya ufalme wa mapenzi yangu yakianguka au yakiteketea mbele ya macho yangu. Ufalme huu hauwezi ukateketea, wala hauwezi ukapotea kama ulivyosema, bali ufalme huu
nitaujenga kwa mabusu mazuri. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo. Nafurahi kukuona tena, japokuwa unanipa wakati mgumu sana. Kutuma ujumbe ndo utoke nje. Basi nipe namba yako, au nenye mpaka jicho la 3. Lakini Nuru, mimi nakuahidi kwamba nitabadilika mpaka huu mtaa mzima waseme Gumbo amekuwa, na sio kukua tu, waseme hichi ndo kidume ambacho wanakihitaji katika mtaa wetu. Sawa, namba nitakupa, ila kwa sharti hili moja: sijaribu kupiga simu usiku wa manane ukiwa umeelewa sifa za mtaani. Narudia tena, usijaribu kunipigia simu usiku wa manane ukiwa umeelewa sifa za mtaani, na nataka vitendo na sio hadithi za long time. Niko na zawadi yako hapo. Naweza nikafungua? Unajua siku ya leo huwa nakoga na aibu sana. Bora kuangalia nyumbani. Nashukuru. Nuru, hapo tu umemaliza. Nenda salama roho yangu. Na nikuahidi kitu. Kesho asubuhi utaniona mlangoni mwako na sura ya kazi. Tutaona hiyo sura ya kazi kama itadumu hata saa 2. Uliniacha nikiwa na maswali yasiyo na majibu, ukachagua furaha ya Baby, unajua yeye mwanaume mzuri sana. Angenitia bei za watu. Tangia nikupate wewe, kiukweli najisi ni mwanamke mwenye bahati sana duniani. Nakupenda sana mpenzi. Nakupenda pia mchumba wangu wa mzuri. Nakupenda sana. Kweli. Usijikuwa na nchi tu kwa nyuma, afu unanidanganya hapo unanipenda. Sichokijua, umeona maisha yaliyobakia mimi kuishi katika hii dunia, nataka niamalizie kwako. Kweli? Wewe? Nakuamini. Lakini baby, nilikuwa na shida kidogo. Naomba unisaidie. Shida gani? Kama 1.5. Mbona pesa nyingi sana? Pesa yote hiyo ya kazi gani? Nyumbani kuna matatizo yamejitokeza. Nilikuwa nahitaji kuwasaidia. Ni matatizo gani? Baby, mbona kwa sio umeelewa? Okay, sawa. Naomba nipatie na pound. Watumie? Hapana. Haitakuwa vizuri kwa sababu unajua fika sijakutambulisha. Ni bora nipatie mimi, niwatumie ndio itakuwa vizuri. Basi sawa. Ondoa shaka. Mimi hiyo pesa nitakupa. Lakini hakikisha mzee Selemani anajua. Kweli? Kila mlio wa meseji yako unanikumbusha jinsi unavyojaribu kucheza michezo nyuma ya mgongo wangu. Ni mawasiliano yangu binafsi. Gumbwa, huna haki ya kuniingilia kila hatua ninayopiga. Mchezo unaojaribu kufanya, kumbuka unakanyaga pabaya. Na kujua vizuri sana wewe. Mimi ndiyo sheria hapa.
huwezi kunyofoka katika imani yangu, na ninachokipanga ndicho ninachokifanya. Kaa mbali na mipango yangu, kaa mbali na Salimu. Hii ni mingo yangu, na jambo usilolijua, nina ncha ya kisu kwenye kora Salimu. Ukikosea tu kidogo tu, utamweka hatarini Salimu. Unaweza kuzuia kutembea, kila huwezi kuzuia kilichoanza. Twende kazi, nipo upande wa Saida. Unataka kuzichange hizi karata? Haya ni makato, sidhani kama utayashinda. Tusiandikie mate na wino upo, tuingie ulingoni. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo, lakini kwako nilikuwa kama si kitu. Mapenzi yangu kwako yakawa kama Sauda, mzigo tu. na kuomba unieleze ukweli, usinifiche. Kuna mtu katia mkono kwenye sahani yangu. Kwa sababu mimi napokula napajua, na napoishia napajua. Lakini naonyesha kuwa kuna mshenzi kaongeza ncha moja pele. Unaweza ukaniambia mshenzi ni nani? Bado sijakuelewa my love inamaanisha nini. Nipo gizani, na kama unavyojua kipenzi, akili yangu inachelewa kuchakata. Na ulivyokuwa hujui kuogopa, yaani unashindwa kunitazama usoni. Sauda, usinifanye nianze kuishi maisha ya kutilia mashaka. Kwa nini tuishi hivyo? Na mimi wasipendi kushare na washenzi, sipendi kushare na vibwengo, vijitu ambavyo havijielewi. Tazame usoni, tazame. Sara, nisikilize kwa umakini. Mimi ni mtoto wa kiume. Kamwe huwezi kushindana na mimi. Sasa nina uwezo wa kumwambia mtu anayekupa jeuri juu ya hizo asadi zako. Gumbwa, hivi unajua mimi sijali chochote katika maisha yangu Hey. Tena sio kitu kinachowategemea watu. Kuna upande wa pili wewe ambao hujui kutoka kwangu. Wewe ni mwanamke, unakojua kumechumaa. Hata dunia ipinduke, milima ikutane, miti salimiane, huwezi kushindana na mimi. Na labda na ofa yangu unaweza ikakupatia wewe. Zungumza na katoto, mshawishi anikubali mimi, tugawane faida, alafu mimi nitakaa mbali na nitamwacha Saida aende zake. Sitamfuatilia kwa chochote kile. Hey. Hivi unajua mimi nakumudu sana wewe na wewe ulevu wako Gumbwa. Hauna unachonitisha hapo. Sijui unaelewa vizuri. Afu kingine, wewe mbona unapenda sana kufuatia maisha ya watu? Hivi unajua kama unaboa Wewe unatakiwa ufanye unachokwambia. Unajua siku zote
Mimi napenda mtu mwenye nidhamu. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo, lakini kwako nilikuwa kama si kitu.